Madhambi ambayo yanatuangamiza wengi sana ni madhambi ya siri. Katika madhambi yanayochukiza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni dhunubul khalawati, wanaita madhambi ya siri. Hatusemi kwamba madhambi ya dhahiri ni mazuri, la hasha, lakini madhambi ya siri yanamuudhi zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na yanaharibu zaidi moyo, na yanafanya moyo wako unakuwa ni mgumu zaidi na hauwezi kuathirika na kitu chochote kwa wewe kujizoesha kufanya madhambi ya siri. Hadithi ya Thauban radhiyallahu anhu anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati, na wafahamu watu katika umma wangu, yaatuna yawm alqiyama, watakuja siku ya kiyama, bihasanatin amthali jibali tuhama bayda, na mema mingi wameyafanya sawa sawa na mlima, fayaj'alhu Allahu azza wa jalla haba'an manthura, Mwenyezi Mungu atayachukua yale mema yote walioyafanya, yatakuwa ni vumbi, atayageuza yatakuwa ni vumbi, maana yake hawajafanya kitu, zero, yote walioyafanya, ambaye matendo ni sawa sawa na milima. Thawbani akashtuka akasema, ya Rasulullah, sifhum lana jilhum lana alla nakuna minhum, Mtume wa Mwenyezi Mungu, tuelezee hawa watu na sifa zao na jinsi walivyo, tusije tukawa sisi miongoni mwao, tuwajue ni watu wa aina gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, amma inahum ikhwanukum wa min jildatikum, ni watu kama nyinyi, yaakhudhuna min al-layli kama taakhudhun, wanasimama kuswali usiku kama mnavyosimama kuswali usiku, walakinnahum, aibu yao, aqwamun idha khalau bimaharimillahi intahakuha, ni watu ambao wakibaki peke yao na mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaharamisha, wao wanayahalalisha na wanayafanya ni kuwa ni halali. Subhanallah. Yani wewe mbele za watu mcha Mungu, muumini mzuri, lakini ukibaki peke yako, ukienda sehemu ambayo hakuna mtu anakuona, yote ambayo yameharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwako wewe ni halali. Sasa ndugu zangu, unaweza kuona hili ni dhambi dogo, kwamba mimi nimekaa chumbani kwangu na simu yangu ya mkononi, nazungumza labda sijui na mwanamke, au naangalia picha za ajabu ajabu, hakuna anayeniona, lakini kumbuka anayekuona ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na unamuonyesha dharau ya wazi wazi, kama vile unamwambia Mwenyezi Mungu, mimi Mwenyezi Mungu na waogopa watu hawa, na waogopa sana, wasijue siri zangu, wasijue naangalia nini, lakini wewe utanifanya nini yani? Sawa, najua unaniona, najua unaangalia nini, unanifahamu, najua unachokifanya unakielewa, lakini ni dharau kubwa sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana waliosherehesha hadithi hiyo wakasema, mbona makaripio ni makali sana? Ukali wa makaripio umekuja ni kwa sababu ya kuteremsha nafasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yako. Kwa mimi nikiwa peke yangu, alivyoharamisha Mwenyezi Mungu ni halali, nikiwa mbele ya watu, alivyoharamisha Mwenyezi Mungu ni haramu, na mimi navizungumzia. Na hii ndugu zangu ni madhambi ambayo yamekithiri, yameenea katika mujtama, yanatugusa wote, lakini madhambi haya ndio yanayosababisha nyoyo zetu zinakuwa ngumu, na saa nyingine tusihisi athari yoyote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ulivyokuwa jana si leo, na leo si kesho. Hivyo ndivyo ambavyo utapata saada fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Utapata maisha mazuri katika hii dunia na kesho akhira. Ishike nafsi yako, ikataze na kutamani, ikataze na husda, ikataze na